ni pamoja na mfumo ambao upo katika shule hii. Kwa leo hii mimi ni mara ya pili nafika katika shule hii. Awali nishawahi kufika hapa, lakini kuna program mbalimbali za vijana ambao ni wanafunzi katika shule hii wanaandaliwa kuja kuwa ni viongozi wa baadaye, kwa maana kwamba mtu anapohitaji kuwa kiranja kuna utaratibu maalum ambao anafuata, anachukua fomu, anajaza jina lake na kadhalika, inapita katika michakato mbalimbali kama tunavyozoea katika serikali yetu ambayo inaongoza nchi yetu. Lakini pia leo hii niweza pia kuja kujionea kitu kingine cha kitofauti sana. Hawa ni vijana mabinti kwa vijana ambao walisoma katika shule hii, lakini wameshamaliza darasa la 7 na sasa wameshamaliza tayari O-level, wanajiandaa sasa kwa kwenda kusoma katika elimu ya advance. Lakini pia niko na mkuu wa shule ya Sacred Nursery Primary School ambaye yeye ndio mkuu katika shule hii. Nataka niweze kuzungumza naye aweze kuniambia ni namna gani wanawaandaa watoto wao kuweza kuzungumza nao mambo kadha wa kadha, hususan mambo ya kimsingi kuwajenga katika maadili na kadhalika. Ticha, kwanza hongereni sana, mnafanya kazi nzuri sana, lakini pia tumeshuhudia mmeweza kuwaita vijana ambao walisoma katika shule hii. Labda kwenu nyie hili jambo linaleta mtazamo au taswira ya aina gani kwenu? Asante. Katika hili jambo ambalo tunaendelea nao, huu ni mwaka wa 3 tukifanya hii program kwa ajili ya watoto ambao walikwisha soma hapa, kuwarudisha katika maadili ambayo tulishawajengea toka mwanzo. Ni jambo la msingi, kwa maana watoto wanapokuwa wanasoma, wanapoendelea, huwa baadhi yao wanapotoka katika maadili. Kwa tunapowaita hapa, tunawakumbusha yale maadili ambayo tulikuwa tumeshawajengea tukiwa nao toka nursery mpaka wanapokuwa darasa la 7. Kwa hiyo haya maadili yanasababisha kwamba wanapokwenda mbele wasisahau misingi ya tabia na maadili ambayo sisi tuliojengea katika Sacred Primary School. Okay, tunatengeneza mfumo rafiki kwa wazazi ambao pia wanaweza kuwaleta vijana wao hapa mpaka leo kamaliza O-level, lakini bado pia kuna mawasiliano mazuri baina yenu nyinyi walimu pamoja na wazazi, kwa sababu asilimia kubwa wengi sana wameshapevuka. Mnazidi kuwajenga kimaadili, waweze kuwa na tabia ambazo ni njema. Ni kitu gani hasa ambacho mnakiangalia katika shule yenu? Moja, kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia katika Nursery Primary School ni masuala ya maadili kama nilivyotoka kusema, na pili kuwashirikisha wazazi katika malezi ambayo tunawakuza watoto. Na ndio maana katika nursery, katika Sacred tumekuwa na magrupu mbalimbali ya wazazi ambao tunawashirikisha katika maadili. Kama kuna tatizo ambalo linahusu mwanafunzi, mzazi anakuja moja kwa moja kwenye magrupu, anaweza kutoa ushauri wa mwanae au kwa ajili ya taasisi au kwa ajili ya mwalimu au vyovyote vile inavyowezekana. Sisi tunayachukua kama ni changamoto, tunayafanyia kazi kurekebisha shule na kuwarekebisha watoto ambao wanasoma na Sacred. Okay, lakini kwako wewe kama mkuu wa shule ya Sacred Nursery Primary School, unahisi sasa tukio hili kwa ujumla au programu hii nzima huwa ni kitu gani ambacho inaenda kujenga kwa uongozi mzima wa shule hii? Okay, sawa, asante sana. Moja, linatujengea sisi kama shule, kwamba shule yetu ni namna gani ambayo imepeleka vijana wetu katika maeneo mbalimbali. Kwa maana kwamba tunajivunia kwamba vijana wetu wengi wameendelea, kwa maana wamekwenda katika shule za sekondari mbalimbali. Hiyo ni moja tunajivunia. Pili, tunajivunia kwamba hawa vijana ambao